Kiasi cha pesa ambacho unaweza kukitoa kwa mwanamke ambaye upo naye kwenye mahusiano akiwezi kuzidi kiasi gani? Yaani mimi nimetoa sana hela nyingi, labda 10,000 ndio nimetoa hela nyingi. Kwa washikaji mimi nawaambiaga mara nyingi sana, kwa mshikaji mwenye malengo kwanza, mademu wengi weka pembeni, kwa sababu wanawake ukishakuwa na wengi wanakupotezea malengo yako. 2,000 hakuna hela mzee. Bila pesa hakuna mapenzi, hawezi kutoboa. Sema wewe umetulia kwenye ndoa, mambo kuchiti hayapo. Hela mimi hapa mwenzako hata demu ani mchepuko tu hapa. Mambo haya hakuna. Lakini mimi kwamba nikwambie tu kwamba mimi naonga kulingana kipato changu. Kama kipato changu fresh, hata 1,000 2,000 mimi namuonga. Mwenyewe unaelewa wewe. Unajua maisha ya kweli namna gani vipi, yani useme eti demu anakuelewa kwa hisia. Uongo. Lazima uone pesa kwanza, unajua. Bana, leo kwenye street question, kwa maana kwamba kwenye lile swali ambalo tumekuwa tukiuliza watu mbalimbali, pia kutokana na kile ambacho wanakuwa nakielewa, tumekuja na moja kati ya swali lingine pia. Na kizuri ni kwamba tupo katika mtaa wa Mpamaa, kanisa la Roman, ambapo kuna washikaji zetu hapa, tukasema sio mbaya tuibuke hapa and then tuweze kuuliza kwamba unahisi mwanamke wa sasa ni kitu gani ambacho anakipenda kwa mwanaume, au sio? Inawezekana umekutana naye, unahitaji kumapproach, muingie kwenye mahusiano au muanzishe safari ya mahusiano. Sasa unahisi ni kitu gani ambacho anakuwa anakipenda zaidi? Inawezekana ni mahusiano kwa maana kama mapenzi ya kweli, au kuna vitu vingine pia ambavyo anakuwa anavipenda kama pesa na mali na vitu vingine pia. So tumefika hapa Mpamaa, kanisa la Roma, tuweze kupiga story na wanaume na wao pia tuambie kwa upande wao kutokana na uzoefu wao. Kizuri ni kwamba tupo kwenye kijio cha bodaboda hapa, tunaamini kwamba kuna vingi sana ambavyo watatuambia. Mambo yanaendaje? Mambo ni fresh kabisa. Unaitwa nani kaka? Naitwa Bakari. Bakari. Wewe ni mwenyeji mitaa hii? Ni mwenyeji. Umezaliwa hapa hapa? Sijazaliwa hapa, ila nimehamia muda kidogo. Kuna muda gani hapa toka umehamia hapa? Hapa nimehamia toka 2017 hapa. 2017. Kwa hiyo kumbe wewe ni mwenyeji sana. Sasa na swali nataka nikuulize, unahisi mwanamke au wanawake wa sasa hivi ni kitu gani ambacho wanakipenda zaidi kutoka kwa nyinyi wanaume? Wanawake wa sasa hivi kitu ambacho wanakipenda zaidi ni hela. Ndio umetanguliza mbele kuliko mapenzi. Kwa nini unasema hivyo kaka? Nasema hivyo kwa sababu nishakutana nao wengi. Unaweza ukamapproach mwanamke lakini kesho tu mara sijala, mara sijui nahitaji hela. Kwa hiyo kiufupi ndio hivyo, wanahitaji hela kuliko mapenzi. Wanataka hela. Kwa mfano, umekutana nao wangapi kwenye safari yako? Kwanza umeoa sasa hivi? Mimi nimeoa. Au umeshaoa? Okay, umekutana nao wangapi ambao wanakuletea mazingira hivyo kama mimi nataka hela, sitaki vitu vingine? Mimi nishakutana nao kama 4 hivi. Lakini nikishakutana na hizo changamoto inabidi niachane nao kwa sababu kitega uchumi changu kinakuwa ni kidogo. Na mazingira yao wanakuwa wanataka inakuwa anahitaji hela nyingi. Kiasi cha pesa ambacho unaweza kukitoa kwa mwanamke ambaye upo naye kwenye mahusiano akiwezi kuzidi kiasi gani? Yaani mimi nimetoa sana hela nyingi, labda 10,000 ndio nimetoa hela nyingi kutokana na uchumi wangu. 15,000. Kwa mfano mtu anakuambia kusuka. Kwa mfano chukulie mfano kusuka, mtu anataka kusuka, au sio? Kusuka ni shilingi ngapi? Wastani 15,000, 20,000. Anakuambia anataka kusuka. Unatoa? Kusuka kutoa kama kwa mke wangu natoa. Ila kwa mwanamke tofauti na hapo siwezi kutoa. Hawezi kutoa. Okay. Kwa sasa unawashauri nini vijana wa sasa hivi wakiwa wanaingia kwenye mahusiano? Nawashauri vijana wanaoingia kwenye mahusiano wawe makini tu na hao wanawake, kwa sababu kama anataka mwanamke na maana awe tayari kwa kila kitu, kama hela na nini awe tayari, ila kama ana kibunda anatakiwa atulie. Kwa sasa hivi kaka, wewe kutoa hela ni kwa mke, lakini kwa mtu mwingine tu ni ngumu? Kwa mtu mwingine ngumu kwa sababu maisha yenyewe magumu kabisa. Bana, so ni wa kwanza hapa na ametuambia kwamba kikubwa zaidi ambacho wanakuwa nakitaka, wanataka hela na hakuna kitu kingine tena, lakini pia ametuelezea kwamba yeye ameshakutana pia na mazingira hivyo, kwamba kuna mwanamke ambaye alikutana naye akawa anataka hela, wakati mwingine anakuambia bana sijala na vitu kama hivyo. Haya, inakuwaje kaka? Ni hayo. Mambo yanaendaje? Kama kaa. Unaitwa nani kaka? Naitwa Foster. Foster. Wewe ni mwenyeji wa mtaa huu? Mwenyeji. Foster, hebu niambie, unahisi wanawake wa sasa hivi ni kitu gani hasa ambacho anakuwa anakitaka kwa wanaume? Kwa wanaume ni posho tu, hamna kingine. Kwa nini unasema posho kaka? Blaza, maisha sasa hivi bila pesa bado. Yaani kwanza mwanamke akishahitaji hela naye ana matumizi yake mengi. Kila sasa hivi wanawake sasa hivi ni hela kwanza.
kitu kingine yani hapo mapenzi baadaye. Umeshakutana na waivu wangapi wewe kwenye eka zako za kutafuta mahusiano na kutafuta mke? Umeniambia umeoa. Umeshakutana na wangapi waivu ambao wanakuwa wanataka tu pesa na sio mapenzi ya kweli? Mimi nimeshakutana nao wengi tu. Lakini ndo kama hivyo. Yaani wote wanaokutana nao hao wenyewe wanaotaka pesa. Yaani unamuona kabisa mwanamke ambaye hana uhusiano na yani hana malengo na wewe, anaonekana na mwenye malengo na wewe pia anaonekana. Unajuaje kwamba huyu ana malengo na mimi, hataki yani, pesa zangu au mali zangu? Mwanamke ambaye hana malengo na wewe, kwanza hana huruma na wewe. Yaani hajali kwanza unafanya kazi gani, yeye kiasi anachokitaka ni hicho. Hajali kwamba wewe unaingiza shilingi ngapi, hajali kwamba wewe utakula nini, hajali vipi, yani yeye hela anayoitaka atakwambia hiyo. Kiasi gani cha pesa ambacho akiwezi, yani huwezi kutoa kikizidi hapo kwa mwanamke? Kwa mwanamke mimi naonga kulingana na kipato changu au na uwezo wangu. Yaani kwa uwezo wangu sasa hivi kama naingiza kwa siku labda shilingi 30,000, shilingi 40,000 au 25,000, 15,000, 10,000. Lakini mimi kwamba nikwambie tu kwamba mimi naonga kulingana kipato changu. Kama kipato changu fresh hata 1,000, 2,000 mimi namuonga. Lakini sasa siwezi kuonga 2,000 wakati mimi naingiza shilingi 30,000 au 25,000. Nakuelewa kaka. Ni kitu ambacho haiwezekani. Lakini sasa hivi una mke kaka, maana yake wewe kuchiti si au chiti au na mtu anje tena? Mimi si chiti kwa sababu kwanza yani kipato changu chenyewe hakiruhusu kuchiti. Kumbe kuchiti ni kutokana na kipato unachokipata. Siwezi brother nikaacha shilingi 3,000 maskani au 5,000 au 10,000 alafu nikaenda kumpa mtoto wa kike wa nje 20,000. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwanza mimi nitapata laana kabisa. So unawaambiaje vijana wa sasa hivi? Kwa mfano wewe umeshaoa, kuna wenzako uko nao kijiweni hapa hawajaoa na wanafanya hizo mambo kwamba kuchiti. Yaani hajaoa lakini huwa yani anakuwa na mademu wengi na maanisha. Kwa hiyo maana yake pesa inaweza kaa inatoka nyingi zaidi. Kwa washikaji mimi nawaambiaga mara nyingi sana kwa mshikaji mwenye malengo. Kwanza hao mademu wengi weka pembeni kwa sababu wanawake ukishakuwa na wengi wanakupotezea malengo yako. Yaani kama ulikuwa unataka labda ufanye kitu fulani, huyu mwanamke akikuomba vocha ile apata kuomba hela chipsi, atakuomba hela nini, unajikuta kipato chako chote unakigawanya kwa wale wanawake. Lakini umewahi kukutana na mwanamke ambaye anakupenda, yani ana upendo wa kweli, achana na kukupendea pesa zako au kazi ya boda ambayo umefanya? Nishakutana naye. Ndio shemeji au? Ni shemeji na kuna mwingine. Sasa issue inakuja vipi? Unakutana na mwanamke anakupenda upendo wa dhati, lakini wewe unakuta bado na wewe huja yani hajakizi vigezo. Kwa hiyo unajikuta kwamba yeye kanipenda lakini mimi sijampenda sana kama jinsi alivyonipenda yeye. Nashukuru sana kaka. Yes bana, tupo kijiweni hapa tunapiga story. Nakwaje kaka? Safi. Namba naendaje? Fresh. Wanakuita nani wewe? Naitwa JB, Mnyausi wa hapa. Mnyausi wa hapa. Mnyausi maana yake ni nini? Mwenyeji wa hapa mzawa. Wewe umezaliwa hapa? Hongera sana kaka. Nzuri. Hivi JB, unahisi wanawake siku hizi wanatupendea nini? Pesa au mapenzi ya kweli? Ni pesa. Kwa nini unasema pesa? Sasa hivi ni kila kitu ni pesa. Unanunua kwa pesa. Wewe ishakukuta hiyo? Mara nyingi tu. Umeoa kwani? Mimi sijaoa. Upo kwenye mahusiano? Nipo kwenye mahusiano. Mwanamke ambaye uko naye kwenye mahusiano unahisi anakupendea nini? Ndo kama hivyo anapendea pesa tu. Sasa umeridhika tu. Wewe unataka upendewe hivyo pesa, hutaki mapenzi ya kweli? Si zipo. Tunatafuta, yani wenyewe ndo wanasababisha tutafute. Wangekuwa sio wenyewe tusingetafuta. Kwa unapiga boda kwa ajili ya shemeji nini? Na shemeji yale nini na mimi nijikike na matumizi yangu. Kwa siku hizi hakuna mapenzi ya kweli, tunapendewa pesa sisi wanaume. Ni kweli sasa hivi hakuna mapenzi ya kweli. Kumpata wa kweli hamna. Ni ngumu. Sasa tunafanyaje kaka? Ili at least tuwe na mapenzi ya kweli. Tupate mapenzi ya kweli na sisi. Sasa maana yake kama huna pesa huwezi kupendwa sasa. Sasa ndo kama hivyo, mbona wapo ambao wana pesa hawapendwi wanaachwa, ndio maana kuna wanawake wengine wanawachiti wanaume zao kwa sababu ya pesa. Hiyo ni noma, hiyo ni baraka. Kwa unawaambiaje sasa? Unatuambiaje sisi vijana? Watafute tu hela. Hakuna namna nyingine. Hamna namna nyingine. Watu wasilazimishe mama kupendwa. Wasilazimishe kupendwa. Kupendwa ilikuwa zamani. Ila sio sasa hivi. Sio sasa hivi. Mtoto mdogo sasa hivi anajua hela bado mdogo. Mpaka aje akue anajua hadi milioni kadhaa huko. Kwa mfano kama wewe kaka, ikitokea umeishiwa hela au ikitokea pengine leo ufanye kazi ya boda, pengine unauma, maana yake si atakuacha na wewe. Ndio kama hivyo, utakuta mwingine naye kuja akimtongoza mara moja anakubali kwa sababu mume wake ana kitu. Nashukuru sana kaka. Haina shida. Yes, bana, tuko na washikaji kibao. Kaka, inakwaje? Safi. Harakati ni aje? Okay. Wanakuta nani?
Mimi natembea kama mamluki hapa. Hivi unahisi siku hizi wanawake wanatupendea ni pesa au mapenzi ya kweli? Kwa sasa ni pesa tu. Kwa nini? Wewe mwenyewe unaelewa wewe. Unajua maisha ya kweli namna gani vipi, yani useme eti demu anakuelewa kwa hisia. Uongo. Lazima uone pesa kwanza, si unajua? Wewe umeoa au upo kwenye mahusiano? Mimi nipo kwenye mahusiano. Mpenzi wako ambaye uko naye anakupendea nini? Pesa au mapenzi ya kweli? Yaani vyote ila pesa zikaweka mbele zaidi. Kwa kama siku ukiwa unaona pesa na kuacha. Hakika ni naeleweka. Sasa kama mpelekii pesa inakuaje sasa? Lazima kaka unapambana unatafuta kwa ajili ya shemeji. Sahihi. Kweli. Vyote. Nakubali kaka. Kwa hiyo hisia zipo lakini lazima aike pesa mbele. Nakubali. Inakuaje bosi? Kwema basi. Mambo yanaendaje? Wanakuita nani? Mimi naitwa Mavoko. Okay, unahisi wanawake wanatupendea nini siku hizi? Mapela tu ndo mpango mzima. Hamna mapenzi ya kweli hao wanawake wote huko kweli. Hao watu wote ambao kwenye mahusiano walio wote ni kaka, hamna mwenye mapenzi ya kweli, ni wanataka tu hela. Yaani sasa bila hela sasa wewe mwanamke anakupendea nini sasa? Yaani hela mzee ndio. Ni mapenzi ya kweli kwa mimi bado mimi sijakupendea. Kwanza sasa hivi mapenzi ya kweli hamna sasa hivi. Hamna. Serious? Wewe umeoa? So kwa hiyo shemeji ni amekupendea pesa na sio mapenzi ya kweli. Sasa zile mtu yule pale kitambo, si unajua? Kitambo tu. Mlikutana kwenye mazingira gani? Na ulianza kumlisharisha pesa kwanza au ilikuwaje? Kwanza ndo alikuwa ananipa kwanza. Acha. Ni kama kiasi gani alikuwa anakupa? Nikijisikia tu nikimpiga kibomu mama mtu force mazingira basi. Force tu. Sasa unajua akapenda mwenyewe. Okay, kwa hiyo yeye anakupenda sana wewe kuliko unapompenda yeye. Tunapendana sasa hivi miaka 11 niko naye. 11 sasa. Nimependa hivyo. Imekaa vizuri. Kwa sasa hivi unataka uniambie kwamba hakuna mapenzi ya kweli, tunapendewa pesa sisi wanaume. 2000 hakuna. Hela mzee. Bila pesa? Hakuna mapenzi. Hawezi kutoboa. Sema wewe umetulia kwenye ndoa, mambo kuchiti hayapo. Hela. Mimi hapa mwanzako hata demu yani mchepuko tu hapa. Mambo haya hakuna. Hako vizuri sana. Anaheshimisha sana shemeji. Ninachokipata cha kwangu tunakula naye basi. Kabisa. Unaambiaje sasa vijana hao wengine huko nje kwa sababu hao wana shida jamaa. Yaani hawana safari hao. Hawana safari. Wafanyeje sasa? Watafute mtu ambaye yuko sahihi tu. Yuko sahihi. Unatumia njia gani kutafuta mtu ambaye yuko sahihi kama wewe kwako? Ni mtu ambaye yuko sahihi, umekuwa ukimsifia hapa. Hao nao watumie njia gani? Bwana kwenye swala la mapenzi bwana. Sijui watumie njia gani. Lakini watafute mtu ambaye anamuona yupo sahihi. Bila hivyo ni ngumu kutoboa. Wataki hao kujipaka poda. Hamna shughuli. Kaka nashukuru umetisha kaka. Pamoja sana. Nyama. Yes, bana stories zinaendelea hapa. Bosi, inawaje? Mambo yanaendaje? Kaka, huwezi kuzungumza kaka? Mkuu. Inawaje kaka? Mambo yanaendaje? Unaitwa nani? Naitwa Agustino. Agustino. Wewe ni mwenyeji wa mitaa hii au? Lakini sio sana. Sio sana. Umezaliwa mtaa gani wewe? Mimi sio hapa Dodoma. Sio Dodoma. Okay, sawa. Sasa swali langu ni kwamba hivi unahisi wanawake wanatupendea nini siku hizi? Ni pesa au mapenzi ya kweli? Wanawake wanapenda pesa. Kaka, kijiwe kizima kila mtu amesema pesa kaka. Kwa nini? Pesa ndio mpango mzima. Kwa hiyo hamna mapenzi ya kweli huko. Wanawake hawatupendei, hamna mapenzi ya dhati. Hamna mapenzi ya dhati sasa hivi. Mapenzi sasa ya dhati sasa hivi ni hela tu. Wewe umeoa? Mimi? Mwanamke ambaye uko naye ambaye shemeji alikupendea pesa au ni mapenzi tu ya kweli akasema bana mimi nataka nifanye maisha na wewe? Mimi alinipendea mapenzi ya kweli kwa sababu ilikuwa ni zamani. Miaka mingapi imepita toka umeoa? Miaka mingi sana. Toka 2013. Toka 13. Zaidi ya miaka 10 mpaka sasa hivi. Okay, kwa unawaambia nini sasa vijana huko mtaani? Kuna wengine hapa kijiweni pia hawajaoa na huko wengine ambao wanakutazama sasa hivi hawajaoa. Lakini wanahisi inawezekana ikawa ni ngumu sana kupata mwanamke mwenye mapenzi ya kweli. Mimi ninachowashauri sio kwamba tumeshasema mapenzi ya sasa hivi ni pesa wakati tamaa ya kuoa. Kinachotakiwa ni mtu akae angalie mwanamke ambaye anaweza akaishi naye, amcheki kwanza, asikurupuke kumkimbilia tu kwa sababu amemuona yuko mzuri na nini. Kae naye kwanza, amcheki matendo yake. Kwa hiyo sasa hivi shemeji, hata kama usipokuwa na pesa, labda itokee siku hizo hesabu zimegoma, manake hakuna shida yoyote, hakuna vurugu zozote, maisha yanaendelea. Mimi kwangu ananivumilia kwa kila hali kwa sababu tulipochukuana tulikubaliana kwenye shida na raha. Na ananielewa nikikosa
ananielewa, nikipata ndio hivyo, maisha yanaendelea. Umewahi kukutana na mwanamke ambaye anataka tu pesa, yani anataka pesa kwenye hii safari ya kutafuta mtu sahihi? Sijawahi kukutana naye kwa sababu mambo ya wanawake mimi kwa sana. Of course sasa hivi na mke. Yes. Na familia, uko busy na familia, niko busy na familia, ndo kama hivi tuna pato vetu ndo kama hivi vya kuganga kabisa. Kwa hiyo tunapambania kuangalia familia na kaaje. Mambo wanawaachia kina JB. Tunawaachia wenzetu ambao wenyewe wajifanya wenyewe na wanaweza kuruka. Hivi mko mnapiga story hapa kijiweni na washikaji zako kina JB nini? Washauri kuhusu swala la kuoa kwamba watulie ili wasije wakazipoteza pesa. Kwa shauri tunawashauri, lakini sasa unajua swala la kuoa kila mtu jinsi anavyokaa, yeye anapoangalia mipangilio yake. Kwamba sasa mipangilio yangu hapa mimi nanifaa nichukue. Unajua kuoa sio swala la kukurupuka tu kusema unaenda kununua nguo dukani au lazima ujipange, uangalie mwanamke wa kumwoa na wewe uangalie kipato chako kwamba wewe mwenzangu nikimchukua nikimweka mazingira haya tunaweza tukasurvive. Kwa hiyo unataka uangalie kwanza kipato chako, hali ulionayo. Wakati wewe unaoa ulikuwa kama kiasi gani ambacho ulikuwa nacho? Umejipanga kwamba hili fungu kwa ajili ya kuoa nitakisha mtu amekaa ndani na hela ya kwanza kutumia kipindi hicho 2013? Kipindi hicho ulikuwa ukishapata tu hela ya mahali. Ukipata hela ya mahali pale kawa hata na 500 ndani kwa kuanzia maisha, basi maisha yanaendelea. Natoka hapo ukuwahi tena kutafuta mwanamke mwingine wa nje wa kuchiti na vitu kama hivyo? Siwezi tafuta mwanamke wa nje, tayari nishakuwa na mwanamke, na maana nimeshajifunga, nimeshakubali kuangalia familia yangu. Na maana ningekuwa bado natamani nje nisingeoa haraka. Ingekuwa ngumu sana. Kwa mimi nilioa kwa lengo la kuepukana na mademu wa pembeni. Unawaambiaje sasa wanawake ambao wanawapendea wanaume kwa sababu ya hela? Waendelee kutaka pesa au wazingatie mapenzi ya dhati? Mimi nachowashauri dada zangu wazingatie mapenzi ya dhati ili waweze kuolewa na wenyewe, waweze kuishi kama sisi tunavyoishi kwenye ndoa zetu. Kwa kumbe inawezekana ndio maana hawaolewi kwa sababu wengine wanataka sana sasampa kuliko mapenzi ya dhati. Maana sasa mwanamke akiwa anapenda sasampa, sasa unategemea ndugu yangu ataolewa na nani? Lakini kutoboa inakuwa ni ngumu, lakini akitulia akalizia kumpata mwanaume ambaye anaweza akatulia naye, hizo sasampa atazikuta ndani ya nyumba. Sema umetema madini sana kaka. Uko vizuri kaka? Haina noma, ndio hivyo, ndo maisha. Ndo maisha. Ndo maisha. Unajua maisha ni mpangilio. Kabisa. Usipopangilia ukawa unakurupuka, mwisho wa siku ndo utajikuta unaanza kusema maisha magumu, kumbe maisha sio magumu na tunauweka sisi wenyewe binadamu. Kwa hiyo mimi ninachowashauri bwana watu wapambane tu kutafuta maisha, lakini wasipambane kukimbilia haya mambo ya ulimbukeni. Sio issue. Haina noma. Kula tano kaka. Haina noma. Umetisha kaka. Baridi. Bana, tumekamilisha hivyo na tulikuwepo hapa kwenye kijiwe ambacho kipo kanisa la Roma Mpamaa. Tumepiga story na swali la msingi ambalo tumelielekeza kwao, na kila mmoja pia amezungumza kwa upande wake kwamba unahisi wanawake wa sasa hivi ni kitu gani ambacho wanakuwa nakitaka kutukia kwa mwanaume? Ni mapenzi ya dhati au ni pesa au na vitu vingine pia? So nafikiri umeenjoy kile ambacho watu wamekizungumza. So sio mbaya nawe pia kama ukatoa comment yako pia kupitia sehemu ya comment, lakini pia usiache kusubscribe account yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV. So swali lingine tena tutaelekezwa kwa upande wa wanawake na wao pia waweze kujibia kutokana na hichi ambacho sisi tumekizungumza hapa leo kutoka kanisa la Roman eneo la Mpamaa kwenye moja kati ya kijiwe cha boda boda. Shout out kwake director Noah nyuma ya kamera.